Karibu kwenye Mwanzo hadi Ufunuo. Mimi ni mwenyeji wenu na leo tunaingia katika simulizi ya karibu zaidi ya uumbaji wa Mungu, si tamko la ulimwengu wa Mwanzo moja, bali uumbaji wa upole na wa kibinafsi wa ubinadamu katika Mwanzo mbili. Hapa tunagundua mpango wa Mungu wa mahusiano, uongozi na fumbo kuu la kiume na kike walioundwa kwa mfano wake. Hebu tusome Mwanzo 2 mistari 4 hadi 25. Hii ndiyo historia ya anga na ardhi wakati vilipoumbwa, siku ile Bwana Mungu alipoiumba ardhi na anga. Wakati hapakuwepo kichaka cha shambani, wala mimea midogo ya shambani haikuwa bado imechipuka, maana Bwana Mungu hakuwa ameinyeshea ardhi, na hapakuwepo mtu wa kulima ardhi. Lakini ukungu ulikuwa ukipanda kutoka ardhini na kuinyunyizia uso wote wa ardhi. Ndipo Bwana Mungu akamuumba mtu kwa udongo wa ardhi, na akampulizia pumzini machoni mwake pumzi ya uhai, na mtu akawa kiumbe hai. Kifungu hiki kinafunua moyo wa Mungu kwa njia ambazo Mwanzo moja unaidokelea tu. Ambapo sura ya 1 inaonyesha Mungu akisema uumbaji uwe, sura ya 2 inaonyesha Mungu akichafulia mikono yake, kimsingi akimuumba Adamu kutoka udongoni, akimpulizia machaoni, akipanda bustani, akifanya upasuaji. Neno la Kiebrania alimuumba ni yatsa, neno lile lile linalotumika kwa mfinyanzi akiumba kwa uangalifu udongo. Hii si uzalishaji wa wingi, huu ni usanii. Na angalia mabadiliko ya jina kutoka Mungu Elohim katika sura ya 1 hadi Bwana Mungu Elohim katika sura ya 2. Jina la agano linaonekana kwa sababu tunahamia kutoka uumbaji hadi mahusiano. Mungu anamweka Adamu Edeni si kwa burudani bali kwa lengo, ailime na aiangalie. Hata peponi ubinadamu uliitwa kwa uongozi wa uaminifu. Kisha kunakuja kauli ya kwanza ya hasi katika maandiko, si vyema mtu awe peke yake. Mungu anamuumba mwenzi mkamilifu, Hawa, aliyeundwa kutoka ubavu wa Adamu wakati amelala, ikipelekea shairi la kwanza la furaha la ubinadamu. Hebu tuchunguze maelezo yanayosahaulika mara nyingi. Kwanza, kabla ya kuumbwa kwa Adamu, ukungu ulikuwa ukipanda kutoka ardhini na kuinyunyizia uso wote wa ardhi. Hapakuwepo mvua bado, utayarishaji wa Mungu ulitangulia hitaji. Pili, Adamu aliwekwa Edeni hasa ailime na aiangalie. Kiebrania shamari kinamaanisha kulinda, kuangalia. Hata peponi uongozi ulihitaji uangalifu. Tatu, Mungu alimleta kila mnyamapori na ndege kwa Adamu awape majina. Hii haikuwa tu mazoezi ya msamiati, hii ilianzisha utawala wa ubinadamu kupitia mahusiano na uelewa. Nne, Mungu alipomsababishia Adamu usingizi mkuu, huu ulikuwa ni dawa za upasuaji za kwanza kwa upasuaji wa kwanza. Hatimaye Hawa hakuwa tu ameundwa bali amejengwa. Kiebrania bana kinapendekeza usahihi wa kijenzi, kana kwamba Mungu alikuwa akijenga kitu kizuri na kinachofanya kazi. Maelezo haya yanafunua Mungu ambaye hutoa kwa wingi, anatuita kwa kazi ya uaminifu, anaanzisha mamlaka yetu kupitia mahusiano na anatengeneza kwa usahihi mkamilifu. Mwanzo 2 unaonyesha mabadiliko makuu ya kitheolojia. Tunahamia kutoka uumbaji wa ulimwengu hadi uumbaji wa karibu. Mungu ambaye alisema galaksi ziwe sasa anapiga magoti udongoni kumba Adamu. Tunahamia kutoka baraka ya jumla hadi wito maalum, kutoka amri ya ujumla ya kujaza dunia hadi kazi maalum ya kutunza Edeni. Mabadiliko ya muhimu zaidi ni kutoka kuishi peke yake hadi umoja wa kujipatanisha. Kwa mara ya kwanza katika uumbaji, Mungu anatangaza kitu si kizuri, upweke wa mtu. Suluhisho si Adamu mwingine bali Hawa, tofauti lakini sawa, wa kujipatanisha si wa kufanana. Adamu alipoamka kumuona, alianza shairi la kwanza la kirekorodi la ubinadamu, huyu hatimaye ni mfupa wa mifupa yangu na nyama ya nyama yangu. Kiebrania kinapendekeza raha, furaha, ukamilifu. Hatimaye tunaona mabadiliko ya mahusiano ya uwazi, uchi na kutokuwa na aibu. Hii si tu kuhusu nguo, ni kuhusu uwazi mkamilifu, hakuna kujificha, hakuna hofu ya kukataliwa. Mabadiliko haya yanafunua mpango wa Mungu, tumeumbwa kwa mahusiano, tumeaitwa kwa ushirika, tumeundwa kwa uwazi uliojengwa juu ya ukweli. Kifungu hiki kinafunua mpango wa Mungu wa mahusiano ya kiume na kike. Adamu na Hawa wote wanabeba mfano wa Mungu kwa usawa, hakuna utaratibu wa dhamani au maana. Lakini Mungu anaanzisha majukumu ya kujipatanisha, si ya kufanana. Adamu ameumbwa kwanza na amepewa jukumu la kuwapa majina wanyamapori na kutunza bustani. Hawa ameumbwa kama Esau wake, mara nyingi kutafsiriwa msaidizi, lakini kinamaanisha msaada mkuu, kama vile Mungu ni Esau wetu katika Zaburi. Ameundwa kukamilisha kile ambacho anapungukiwa.
Utaratibu hauonyeshi ubora, unaonyesha kazi. Wanapounganika katika ndoa, wanakuwa nyama moja, fumbo linaloelekeza mbele kwa Kristo na kanisa. Uchi wao bila aibu unawakilisha imani kamili, kukubaliwa kamili, wazi kamili. Huu ndio mpango wa Mungu, sawa katika heshima, wakijipatanisha katika kazi, kuungana katika lengo. Utamaduni wa kisasa unaweza kupinga hili, lakini mpango wa Mungu unadumu, wabeba mfano wawili tofauti lakini sawa, wakiwa mmoja kupitia ahadi ya agano. Wakati Edeni uliendelea kustawi chini ya mpango wa Mungu, uumbaji wenyewe ulishuhudia ajabu ya baraka za ubinadamu, na hivi karibuni ungalishuhudia upofu wa kusikitisha wa ubinadamu kwa baraka hiyo. Kutoka juu, nilimwangalia Bwana Mungu akimuumba Adamu kutoka ardhini kwa mikono yake mwenyewe. Hakuna kiumbe kingine ambacho kilipokea makini ya karibu hivyo. Adamu alipotupa majina sote, niliona mamlaka ikitolewa kupitia mahusiano, si nguvu. Alitufahamu kila mmoja wetu kwa sababu Mungu alimfundisha. Na Hawa alipowasilishwa kwa Adamu, furaha iliyo. Shairi lake la kusherehekea lilimiminika katika uumbaji wote. Walitembea na Mungu katika ubaridi wa siku. Walikuwa na kila kitu, utawala bila utawala mkali, kazi bila taabu, mahusiano bila aibu. Lakini kwa namna fulani, baraka hii kamili ingegeuka upofu wao. Walikuwa na kile ambacho hatungekuwa nacho kamwe, pumzi ya Mungu, mfano wake, wito wake. Wangewezaje kutoona uongozi wao wa ajabu? Ushirika mkamilifu na Muumba wao, umoja mkamilifu wao kwa wao, uongozi mkamilifu juu yetu wote. Laiti wangekuwa na thamani ya kile walichopewa.